Hello my golden students. Leo tunaendelea na somo letu la muundo wa sentensi. Muundo wa sentensi za Kiingereza. Muundo wa sentensi za Kiingereza. English sentence structures. Tunapotaka kuongea au kuandika sentensi nzuri ya Kiingereza, tunaiandikaje? Okay? Makosa yapo na tunapokosea ni njia nzuri ya kujifunza, lakini tukijua jinsi ya kuongea au kuandika kwa njia sahihi ni vema zaidi. Basi kwenye somo letu lililopita tuliongelea sehemu ya kwanza ambayo ni subject. Somo lililofuata tukaongelea sehemu ya pili ambayo ni verb. Lakini kama unakumbuka tulisema verb zimegawanyika mara mbili. Kwa hiyo somo letu lililopita tumeongelea sehemu ya kwanza ambayo ni action verbs. Do you remember that? Unakumbuka? Tuliongelea action verbs. Sasa leo nataka tuongelee state verbs. State verbs. Tulisema state verbs ni matendo ambayo yanafanyika lakini kwa kutokuonekana. Ni matendo ambayo yanafanyika lakini hayaonekani. Kwa utaniuliza teacher, nipe mfano basi. Mifano ni kama tukiangalia matendo, kwa mfano understand, kuelewa. Unaweza ukaelewa jambo lakini usionekane umeelewaje. Yaani huwezi kufananisha kuelewa labda na kuandika. Kuandika ni kitendo ambacho kinaonekana kabisa unaandika, lakini kuelewa mfano mwingine ni kufikiri, ninafikiri. Kupenda, love au like. Mfano mwingine mzuri ni kufahamu, kwa mfano know, kujua. Mfano mwingine ni to be, kuwa. Kwa mfano to be, alafu unataja hali fulani. To be. Na hii to be tutakuja kuiongelea vizuri kwenye somo jingine, kwa sababu to be ina matawi yake. To be inabadilika, sometimes inakuwa is au inakuwa are au inakuwa am. Sawa na unaweza kuiongelea pia kwa wakati uliopita na wakati ujao. Hiyo to be. Kwa hiyo to be pia ni verb, lakini ni verb ambayo inabadilika, hali ya kuwa. Kumbuka tumesema state verbs ni matendo ya hali au vitendo ambavyo havionekani. Okay? Nitakupa mifano. Kwa mfano nikisema I think you are right. I think you are right. Ninafikiri. Yaani ninafikiri. Unajua kabisa ninafikiri kwa kutumia ubongo wangu, lakini kitendo cha kufikiri hakionekani. Hiyo ni state verb. Another example. I believe in you. I believe in you. Ninakuamini. Nakuaminia. Mfano mwingine mzuri kabisa ni Ali hates me. Ali hates me. Ali ananichukia mimi. Ana kitendo cha kunichukia mimi lakini hakionekani, hakionekani. Ali hates me. We trust you. We trust you. Sisi tunakuamini wewe. Trust. Tunakuamini. Trust. Kwa hiyo hayo matendo kama trust, believe, hate, like, understand, yote ni matendo lakini hayaonekani kwa macho. Kuna kitendo nimekuambia cha hali, kwa mfano ukisema I am hungry. Ile am ni verb. She is beautiful. They are happy. Are, is, am ni verb. Kwa Kizungu tunazita verb to be. Be manake kuwa, yani vitendo vya kuwa, kuonyesha hali ya kuwa, yani kuwa katika hali fulani. Ile happy ni hali ya furaha, lakini ukisema am unaonyesha kwamba mimi sasa hivi niko katika hali ya furaha. Kwa hiyo hivyo vyote ni vitendo lakini havionekani. Sawa sawa jamani?
Nadhani sasa tumeelewa tofauti kati ya vitendo vya kuonekana kama vile eat na vitendo vya kutokuonekana kama nikisema I love my students, ninawapenda wanafunzi wangu. Yes, ninawapenda na naniona kabisa nawaletea masomo mazuri mazuri ya motomoto, lakini kitendo cha kupenda hakionekani. Kwa hiyo ile eat ni action verb, love ni state verb. Alrighty, nadhani mpaka hapo tumeelewana. Sasa nataka ufikirie na wewe matendo gani ambayo unafikiri ni action verb na ni matendo gani ambayo unafikiri ni state verb, alafu uniandikie hapo chini mifano zaidi. Sasa until the next lesson. Sasa next lesson tutakuja kuongelea sehemu ya mwisho ambayo ni object. Hapo tutakuwa tumekamilisha sentensi kamili ya Kiingereza. Sawa? Na sehemu ya 3 tutaongelea what is an object in an English sentence. Alrighty? Thank you so much for watching. Until our next lesson. See you.